Habari za wakati huu ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii. Leo tunazungumzia swali ambalo limeibua mjadala mkali mioyoni mwa Watanzania. Je, nyongeza ya siku 21 iliyotolewa na mamlaka ya uteuzi kwa tume ya kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani ya Oktoba mwaka 2025 ni hatua ya kutafuta haki ya kweli au ni mchakato wa kawaida wa kiutawala unaochelewesha majibu? Tangazo lililotolewa kupitia gazeti la serikali tarehe 4 Aprili mwaka 2026 linaeleza wazi tume imepewa muda wa ziada wa siku 21 na linatarajiwa kukamilisha kazi na kuwasilisha ripoti kwa Rais Samia Suluhu Hassan kabla au ifikapo tarehe 24 Aprili mwaka 2026. Sababu rasmi ni kuwa wingi wa ushahidi na maoni yaliyopokelewa, vielelezo vipya vya kisayansi vinavyohitaji uchambuzi wa wataalamu wa forensics na maandalizi ya ripoti yenye tafsiri kamili. Tume hii ilianzishwa na Rais Samia baada ya matokeo ya vurugu na vifo vilivyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 na ilipewa siku 90 kuanzia tarehe 20 Novemba mpaka Februari mwaka 2026. Muda huo ulishakwisha Februari mwaka huu wa 2026 na ikapewa nyongeza ya siku 42 hadi 3 Aprili mwaka 2026, na sasa wiki chache baadaye imepata tena siku 21 za ziada. Hii inafanya jumla ya muda kuwa zaidi ya miezi 5 tangu ianze kazi. Kutokana na taarifa rasmi, sababu kuu ni wingi wa maoni na taarifa kutoka kwa wananchi uliozidi matarajio. Pia vielelezo vingi vipya viliwasilishwa vinavyohitaji uchunguzi wa kisayansi kama forensics, na pia kuna hitaji la kuchambua ushahidi vizuri na kuandaa ripoti yenye ubora na uhalali. Wananchi waliojitokeza kwa wingi katika vikao mbalimbali ikiwemo Arusha na Temeke, na hata baada ya nyongeza ya awali, hii inaonyesha kiu kubwa ya haki na kutaka ukweli. Kuingizwa kwa wataalamu wa forensics katika hatua hii ya mwisho ni ishara nzuri. Inamaanisha tume haitaki ripoti ya kawaida tu, bali inataka ukweli usiopingika wa kisayansi, vidakuzi, video, vielelezo vya kimwili. Wingi wa ushahidi unaonyesha kuwa wananchi wanaamini tume na wanataka kusikilizwa. Hii ni fursa ya kuhakikisha hakuna aliyeachwa nyuma. Ripoti yenye uchambuzi wa kina inaweza kuwa na nguvu ya kuleta uponyaji wa kitaifa, kuchunguza chuki na tetesi, na kutoa mapendekezo ya kuzuia matukio kama haya yasijirudie kwa uchaguzi ujao. Muda wa siku 21 pekee kuchambua mlima wa ushahidi mpya, kufanya uchambuzi wa forensics na kuandika ripoti ya tafsiri yake. Je, unatosha au utasababisha ripoti iliyoandikwa kwa haraka na isiyotosheleza? Tangu wa Oktoba mwaka 2025 hadi Aprili mwaka 2026 ni miezi karibu 6. Familia za waliopoteza wapendwa wao, waathirika wa majeruhi na waliopoteza mali wamesubiri kwa muda mrefu. Kucheleweshwa zaidi kunaweza kuongeza kutoridhika na kuwafanya watu washuku kama kuna kuficha au kupunguza uzito wa matokeo. Historia ya nyongeza nyingi kuanzia siku 42 na sasa siku 21 inaweza kuonekana kama mchakato wa kiutawala tu badala ya nia thabiti ya haki. Je, nyongeza hii inahakikisha hakuna mwananchi aliyeachwa nyuma au inaongeza tu idadi ya kurasa za ripoti bila kuleta mabadiliko halisi? Kwa familia na waathirika, macho yao yako kwenye tarehe 24 Aprili. Wanataka majina, sababu na hatua za uwajibikaji, si ripoti iliyojaa maneno ya kisheria tu. Na kwa serikali na Rais Samia, hii ni mtihani wa uongozi. Ripoti yenye ukweli itaimarisha imani ya umma katika utawala bora. Ikiwa itafichwa au kuwa na mapendekezo dhaifu, itaongeza mashaka. Kwa upinzani na wanaharakati, wanasubiri kuona kama tume itaonyesha uhuru kamili au itakuwa na upendeleo. Kwa vijana na taifa la baadaye, ripoti hii inaweza kuwa nafasi ya kurekebisha sheria za uchaguzi, kuimarisha haki za binadamu na kuhakikisha amani ya kudumu. Kwa ujumla, uzito wa kazi unaonyesha kuwa matukio ya Oktoba mwaka 2025 yalikuwa makubwa kuliko yalivyofikiriwa awali. Hii si habari ndogo. Nyongeza hii inaonyesha kuwa kuna hekima. Badala ya kukurupuka na kuwasilisha ripoti isiyokamilika, tume inachagua ubora. Kuingiza forensics ni hatua ya kisiasa na ya kuaminika. Hii inatoa matumaini kwamba ripoti itakuwa na ukweli unaoweza kukubalika na pande nyingi.
Lakini pia muda wa siku 21 ni mfupi sana kwa kazi kubwa kama hii. Tume inapaswa kuonyesha ufanisi wa hali ya juu. Ikiwa itashindwa kukamilisha vizuri, itaonekana kama kucheleweshwa bila sababu halisi. Ripoti iwasilishwe kwa umma mara tu baada ya rais kuipokea, au angalau muhtasari wake. Iwe na mapendekezo yanayoweza kutekelezwa, marekebisho ya sheria, uwajibikaji wa wale waliohusika na vurugu, na hatua za kuzuia migawanyiko ya kisiasa. Na upande wa haki usio wa kisiasa tu, uwe wa kibinadamu, kuwalipa heshima waliopoteza maisha na kuwapa faraja familia zao. Kipimo cha mafanikio si idadi ya siku au nyongeza ngapi, bali kama ripoti hiyo itaweza kuleta uponyaji wa kweli, ukweli usiopingika na haki kwa kila aliyeguswa na matukio ya Oktoba mwaka 2025. Watanzania wote bila kujali upande wa kisiasa wanastahili amani na haki. Mwisho wa siku, haki iliyochelewa bado ni haki, lakini haki iliyocheleweshwa sana inaweza kuwa chanzo cha chuki mpya. Macho ya taifa ya sasa yako Aprili 24 mwaka 2026. Tunatarajia ripoti yenye uzito, yenye ukweli na yenye matunda. Asanteni kwa kunisikiliza uchambuzi huu wa kina. Ikiwa una maoni, ushahidi au unataka kujadili zaidi, tuma ujumbe wako hapo na sisi tutakurejea. Tanzania inaweza kuwa bora zaidi ikiwa tutachagua ukweli na haki badala ya kuficha au kuchelewesha.